Tumekabidhi mabati 32 kwa Marwa Chacha Wambura, ndio, ambaye ni mlemavu asiyeona na rafiki yetu. Ndio. Lakini pia tumemkabidhi na misumari. Sawa. Tumemkabidhi na misumari itakayotumika kwa ajili ya ujenzi huo. Na fedha tutakabidhi kwa mama yake mzazi na Marwa kwa ajili ya ujenzi kuanza leo. Kwa majina naitwa Daniel Magita, ni msaidizi wa Mheshimiwa Simeon Clay Samuel ambaye ni mwenyekiti mstaafu wa halmashauri ya Tarime vijijini. Mheshimiwa Simeon Clay Samuel alipokea maombi kutoka chama cha watu wasioona Tarime. Walileta maombi ya kuomba msaada wa mabati 25 kwa ajili ya mwanachama wao ndugu Marwa Chacha Wambura ambaye amekuwa akiishi kwenye nyumba ya nyasi na amekuwa akinyeshewa. Baada ya Simeon Clay Samuel kupokea maombi yale, alitutuma sisi wasaidizi wake, mimi na mwenzangu Moses Morris. Tulifika hapa nyumbani Kenya Mosabi, kata ya Goronga, halmashauri ya Tarime vijijini, kuja kujionea uhalisia wa kile ambacho kilikuwa kimeombwa na chama cha watu wasioona Tarime. Tulimwambia kwamba mabati 25 ni kweli ni uhitaji, lakini kuna mahitaji mengine ya ziada. Tulipomfafanulia, alifanya maamuzi kwamba kama tunavyojua wote, kutoa ni moyo, sio utajiri. Alifanya maamuzi kwamba kwa maelezo aliyoyatoa mke wa mhitaji na maelezo aliyoyatoa mama mzazi wa mhitaji, anaijenga nyumba hiyo hadi ikamilike, amkabidhi nyumba iliyokamilika na sio kukabidhi mabati peke yake. Nitoe wito kwa wadau wengine, kwa yule atakayewiwa kuisaidia jamii yetu ya Tarime vijijini na mahitaji makubwa, asiogope changamoto za maneno. Mtu anapojitolea kusaidia jamii, watu wanaanzisha mitazamo hasi ambayo haitusaidii, kwamba labda huyu anayekuja kusaidia anakuja kusaidia kwa sababu za kisiasa. Mfano, Mheshimiwa Simeon Clay Samuel, habari ya siasa aliachana nayo na sasa anafanya shughuli zake za kibiashara. Ni kwa sababu yeye ni Mkristo na amepewa moyo wa kutoa, anaendelea kutoa kwa kile anachokuwa nacho na kadri Mungu anavyombariki, sio kwa Marwa tu na kwa wahitaji wengine. Asante kwa msaada huu Clay alionitolea wa walemavu wa macho wasioona. Amefanya vizuri bila kutoa taarifa ya kusema maneno ya uongo. Alisema na kweli imeonekana kwamba Clay amefanya vizuri. Hata wengine wameona, viongozi hata wa kijiji wamesikia kwamba kweli huyu ndiye ametoa msaada wa kuonekana katika kata kijiji na viongozi wengine. Naomba Clay, Mungu aendelee kumsaidia, na hii viongozi ambao mumefikisha huu msaada hapa, mwandishi wa habari, na Mungu aendelee kukubariki kwa haya uliyefuatilia mwenyewe mpaka ukafika kwa Marwa Chacha Wambura, ukaangalia kwa sehemu anayolala kwenye nyumba ya nyasi ambayo inanyeshewa, na mpaka hapo kweli hata mvua ikinyesha humu hauwezi kukaa, lazima utafuta sehemu nyingine uende kukaa. Clay amefanya vizuri sana kwa msaada aliotoa. Maombi ambayo yalitumwa ya msaada wa mabati 25, lakini Clay
ameongezea mabati mengine, nimepewa msaada wa mabati 32 na nyumba itakamilika kufuatana na viongozi waliofuatana na KEI aliyowatuma. Alichosema chote ninasikia, hata nisipoona nimesikia hata misumari na rushwa chini, na wengine ambao wanaona wamesikia kwamba nyumba itakamilika ili nikabidhiwe nyumba na viongozi watahaki kwamba kweli imekamilika. Lakini pia nimshukuru aliyekubali kujitoa na kupokea ombi la chama cha watu wasioona, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya Tarime vijijini mstaafu, Mheshimiwa KEI amefanya kitu kizuri sana na endelee kubarikiwa sana. Na si kwamba ni kwa huku tu, ni mtu mwenye utamaduni wa kujitoa baadhi ya maeneo mengi, na si kwa Tarime tu na nje ya Tarime. Kwa ni kitu ambacho ni huruka ya mtu na upendo wa mtu, si kwamba ni utajiri kama mwenzangu alivyotangulia kusema. Hapana, ni jambo la kujitoa. Kwa hiyo binafsi mimi nishukuru sana. Hapa hatukupaswa kuja na waandishi wa habari, KEI amekataa, lakini sisi tukamuomba kwa lengo moja, tuje na hawa wakichukua hizi taarifa tunaweza tukapata msaada zaidi ya huu tulioupata. Kwa sisi ndio tumemuomba, yeye alitaka tuje tu na gari tushushe huu mzigo, lakini tukamuomba kwamba tuje na hawa waandishi ili inapotoka hii taarifa basi itakuwa ni rahisi sana hata wengine kujua ndugu yetu mwenye changamoto hii ya macho ya kutoona, kumpa msaada, huenda hata ukawa zaidi ya huu. Nichagua Mwaliba Robi, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kanyamsabi Santa, kijiji cha Kanyamsabi, kata ya Goronga. Nashukuru sana Mheshimiwa ndugu Blessing kwa msaada aliotoa kwa huyu mlemavu wetu Maro Chacha Wambura ambaye alipata ulemavu tangia 2019. Ni shukrani kubwa, naomba Mungu amchazie alikotoa kaja kumtolea msaada huu. Kwa jina ni Machori Wambura Mwita, ni mwenyekiti wa kijiji hiki cha Kanyamsabi. Kwanza wote ni washukuru waakilizi wa Samuel KEI ambaye alikuwa ni mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya Tarime, ambao wamekubali kutupa msaada huu wa kumsaidia ndugu yetu Maro Chacha Wambura ambaye ni mlemavu wa macho. Mimi nishukuru sana tena sana sehemu ambayo Mr. KEI ametoa. Mungu azidi kumsaidia ili asidi kusaidia na wengine ambao kwa kile kidogo ambao atakuwa anacho kwa watu ambao wana mahitaji kama haya. Hassan ni katibu mwenezi wa tawi la Kanyamsabi. Mimi ninachoshukuru ni kwa msaada wa Bwana KEI aliyekuwa mwenyekiti wetu wa halmashauri wa Tarime vijijini. Tunashukuru sana na tunaomba Mungu amnyoshe mkono na azidi kufungua moyo wake, azidi kutoa msaada, kwa kuwa hata Mungu alisema kutoa si utajiri mbali ni moyo. Tunaomba aendelee kutoa hivyo, kwa sababu ni wengi waliowahi kuja, huyu bwana akawa anapelekwa hata kwenye mikutano, wanatutolea ahadi za kumsaidia. Hata kuna wengine wamewahi kutoa kwamba watatoa msaada kusomesha watoto wake, lakini hatujawahi kuona. Lakini angalau huyu ambaye hakuweza kutoa ahadi ambayo tumeisikia, yeye ameambiwa tu na akawiwa akatoa alichonacho. Shukuru sana kuona kama mmetuletea msaada huu. Mimi kwa majina naitwa Gesero Chacha Keng'oina, ambaye ni mwenyekiti wa kitongoji cha Nyamakongo katika kijiji cha Kanyamsabi, kata ya Goronga, wilaya ya Tarime. Nashukuru sana kuona wageni mliofika kwetu kumkumbuka huyu binamu yangu ambaye ni mtoto wa mchumba aliyepata shida, na sisi tukashindwa kukiti kumsaidia kiasi mlichomsaidia, ambapo mlikuwa watu wa muhimu kufika kwake kumuona Maro Chacha Wambura na familia yake, kumuokoa kutoka kwenye changa baya ambalo lingemkabili siku nyingi. Mmefanya la muhimu na muendelee na msaada wenu wa namna hiyo ili kuweza kusaidia wengine wengi, na sisi tutahamasisha wengine kwamba kuna sehemu ya kuweza kupeleka maombi na kupata msaada wa kusaidia watu ambao ni walemavu, ambapo hata wamelemaa macho. Kuja kuona huyu kijana wangu, mnamsaidia kuja mkamletea mabati kila kitu, mgacha mkamuona tena leo mnarudi. Ninashukuru sana. Nina vijana hawezi kumsaidia,
hata mkutano alienda hawezi kumsaidia. Ni wewe mnaweza kumsaidia. Wanangu, sina mengi, huyu ni kijana wangu wa kwanza. Mubarikie sana, ninapaomba. Asante sana. Kwa majina naitwa Langa Chacha Wambura, ni mwananchi wa Kenya Msabi, kata ya Koronga. Kwa hiyo nawashukuru sana wageni mliotutembelea hapa, kwa msaada mliotuletea kwa kumuona huyu ndugu yetu, na huyu ni ndugu yangu